Na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ametangaza rasmi kujiondoa katika chama tawala cha United Democratic Alliance yani UDA, hatua inayokomesha miezi kadhaa ya tetesi kuhusu mustakabali wake wa kisiasa na uhusiano wake uliokuwa ukizidi kudorora na utawala wa Rais William Ruto. Kuondoka kwa Nyoro pamoja na ukosoaji wake mkali dhidi ya serikali ya Kenya Kwanza kunaongeza idadi ya viongozi ambao wamekihama chama hicho utawala au kutishia kufanya hivyo kutokana na migawanyiko ya ndani. Huku duru za kisiasa zikianza kujipanga kuelekea uchaguzi mkuu ujao, maswali sasa yanaibuka iwapo chama tawala kinakabiliwa na mojawapo ya majaribio yake makubwa zaidi ya kudumisha umoja. Grace Ng'ang'a anaripoti zaidi. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ametangaza rasmi kujiondoa katika chama tawala cha UDA, akisema anajutia kumuunga mkono Rais William Ruto na kwamba hataendelea kushirikiwa na utawala wa Kenya Kwanza. Tulikuwa tunawaambia ni bottom. Mko wapi sasa? Mko wapi? Tangazo hilo linajiri takriban wiki moja baada ya Nyoro kudokeza kuwa angetoa msimamo muhimu wa kisiasa, huku akiomba radhi kwa Wakenya kutokana na kutokuwepo kwake bungeni wakati wa upigaji kura kuhusu mswada wa fedha. Akizungumza Kiharu wakati wa utoaji wa hundi za ufadhili wa masomo, Nyoro alisema serikali imeshindwa kutimiza ahadi zilizokuwa msingi wa ajenda ya Hustler. Nyoro alitaja kupanda kwa gharama ya maisha, ongezeko la ushuru, kuongezeka kwa deni la taifa, huduma duni kwa wananchi, pamoja na kile alichodai ni uzinduzi upya wa miradi iliyokuwa imeanzishwa na tawala zilizopita na viongozi wengine, akisema huu ni ushahidi kwamba serikali imepoteza mwelekeo wake wa maendeleo. Hawakuwa wanaelewa nchi iko namna gani. So you end up wasting a lot of time. Watu wakiulizana tutafanya nini? Na ndio mlikuwa mnaona even the first year, hata project ilikuwa imejengwa na mzee Jomo Kenyatta, ilikuwa inapakwa rangi, inafanywa relaunching. Mbunge huyo wa Kiharu pia aliwaomba radhi wa Kenya kwa kuipigia debe serikali ya Kenya Kwanza wakati wa kampeni, akisema aliamini kwa dhati ajenda ya Hustler, lakini sasa anajutia uamuzi huo. Wadosi wangu wamenieleza sio lazima filiki ikipigwa unakimbia pale. Kwauza uliza ni filipi ya nini kinapigwa pale. Nyoro pia alishtumu serikali kwa kuvumilia magenge ya kihalifu, akionya kuwa utamaduni wa kutumia wahuni wa maslahi ya kisiasa unaweza hatimaye kuwageukia walio